Bwana, asubuhi mpaka kuelekea mchana wa leo, kuna taarifa ambayo imeanza kwanza kuripotiwa na mwandishi Miki Junior asubuhi, lakini ikaenda pia kudakwa na vyanzo vingine vikubwa vya habari kutoka katika ukanda wa Afrika Magharibi mida ya mchana hivi. Mchana kama wa saa 8 nimeipata hiyo taarifa, ama nimeikuta sehemu katika moja ya tovuti kubwa tu za michezo kutoka katika ukanda wa Afrika Magharibi. Nayo ni taarifa ambayo inawahusu Simba Sports Club. Simba Sports Club, kuna taarifa zinadai kwamba wanamwangalia kwa ukaribu mtu anayeitwa Salim Adams, kiungo wa kati wa klabu ya Medeama ambaye ana umri wa miaka 23, raia wa Ghana, ambaye amekuwa na msimu mzuri sana katika ligi kuu ya Ghana akiwa na kikosi cha Medeama. Mpaka hivi sasa ameshiriki michezo ya kiushindani 25, amefunga mabao 9 na ana pasi, yani kwa maana pasi ya usaidizi moja, assist moja. Kwa hiyo amechangia jumla ya magoli 10 katika michezo 25, na huyu ni kiungo wa kati. Sio kiungo mshambuliaji, ni a central midfielder, kiungo wa kati kabisa, ni namba 8/namba 6. Ana sifa na tabia za kuweza kucheza kama kiungo wa ulinzi, lakini ni more of a box to box midfielder. Ni kiungo ambaye ana uwezo wa kucheza kwenye masanduku yote mawili, na ndio maana takwimu zake unaweza kuona amechangia magoli 9. Kwa kiungo kuchangia magoli 9 kwenye ligi ni mrejesho mkubwa sana, na kuonyesha ni kwa kiasi gani anawahi kufika kwenye maeneo ya hatari karibu na lango la mpinzani na kwenda kupiga mashuti au kwenda kuunga mipira hata ndani ya boksi ambayo inakuwa inamdondokea mwisho wa siku. Kwa hiyo mimi binafsi kupitia jukwaa langu nilishathibitisha hapa kwamba Simba kiukweli watasajili viungo wa kutosha. Simba watasajili viungo kwa sababu kuna viungo wanategemewa kuondoka mwisho wa siku. Nilishawahi kuja na jina la mtu anayeitwa Boubacar Keita. Kwa wale ambao wanafuatilia jukwaa langu watakuwa wanafahamu hilo. Nilishawahi kuja na video yake huyu mchezaji, Simba wanavutiwa naye. Niliwahi kuja na jina la mtu anayefahamika kama Isaac Cisse. Hizi ni taarifa ambazo ziliripotiwa pia na baadhi ya vyanzo kutoka Afrika Kusini. Huyu ni mchezaji wa Golden Arrows, ni kiungo wa katikati, lakini pia taarifa zinadai kwamba Salim Adams ni mchezaji ambaye Simba wanamwangalia pia kwa wakati huu. Kwa hiyo moja kati ya vitu ambavyo vimewavutia Simba kwa wakati huu ni uwezo wa Salim Adams kwenye kutekeleza kwanza majukumu ya box to box midfielder kiufanisi, lakini ana element ya kuwa na uwezo wa kuchangia magoli kutokea katikati, kitu ambacho kijaribu kukitizama ukioni kwa wakati huu kutoka kwa viungo ambao Simba wako nao, viungo wa katikati, pure central midfielders ambao Simba wako nao kwenye kikosi chao kwa wakati huu, hawana hiyo element ya kuchangia magoli. Licha kwamba mtu kama Alassane Maodo Kante, ukiwasikia baadhi ya wachezaji wenzake na hata jinsi ambavyo tulikuwa tunamzungumzia na tulivyomuona kiukweli wakati anasajiliwa mwanzoni mwa msimu, alikuwa anaonekana ni mchezaji ambaye anapenda sana kupiga mashuti kutokea mbali, na hata wenzake wanalizungumzia sana hilo mazoezini, lakini limeshindwa kudhibitika katika michezo ya kiushindani. Mwisho wa siku hawajaweza Simba kunufaika kutokana na uwezo wa Alassane Kante kupiga mikwaju from distance na kufunga magoli mwisho wa siku. Kwa hiyo Simba wameona kuna haja ya kuingia tena sokoni Salim Adams. Kuwa makini na hili jina, Simba wamemweka kwenye shortlist mwisho wa siku. Na nilishaweka bayana Simba watasajili viungo wasiopungua 2 mpaka 3. Na kiukweli lile eneo ambalo Simba wanalipa kipaumbele sana, eneo la katikati, eneo la kiungo. Kwa hiyo Salim Adams ni mchezaji ambaye ameingia kwenye orodha ya wachezaji ambao Simba wanawatazama kwa wakati huu. Takwimu zake ni box to box midfielder, ana urefu wa futi 6 inchi 2. Ni kiungo mrefu, na viungo wote ambao Simba wamekuwa wakihusishwa nao hivi sasa, hasa wa nje, nimekuja kupeleleza ni viungo ambao ni warefu, na hasa kwenye sifa ya kuwa ni box to box midfielders. Kwa hiyo Simba wanahitaji kiungo wa sanduku kwa sanduku. Kumbuka Alassane Maodo Kante kuna uwezekano mkubwa akaondoka. Then usisahau kama kuna mtu alikuwa anaitwa Mzamiru Yasini ambaye alikuwa ni box to box midfielder pia, ametolewa kwa mkopo. Then unakwenda kuangalia uwezekano wa mtu kama Nabi Kamara kuweza pia kuondoka, ambaye pia ni box to box midfielder. Kwa hiyo unazungumzia box to box midfielders watatu. Mmoja ameondoka kwa wakati huu kwa maana ya Mzamiru, then Nabi Kamara pamoja na Alassane Kante, wote pia kuna uwezekano mmoja au wawili wasiwe sehemu ya kikosi cha Simba msimu unaokuja. Unaweza kuelewa ni kwa nini kwa haraka sana Boubacar Keita wiki 3 zilizopita, Isaac Cisse more defensive midfielder, na Salim Adams wanahusishwa kwenye kikosi cha Simba kwa wakati huu.